nina siku 3 sijatia kitu chochote mdomoni kwangu. Nilikopo naomba kazi walau nipate kitu chochote cha kutia mdomoni. Tafadhali nisaidie. Wewe kazi gani ambayo unaweza kufanya wewe? Hata kuosha vyombo mimi naosha. Kuosha vyombo? Ili unijazie nzi kwenye vyombo vyangu, si ndio? Kwanza yani toka umefika hapa, harufu yote hapa imebadilika. Unaharibu hali ya hewa hapa. Unafanya mpaka wateja wangu ajisikie vibaya, hataweza kula kabisa. Unakera wateja wangu. Samahani dada, naomba unisaidie. Naomba utoke. Kaka nenda, ondoka bwana. Utanifukuzia wateja kwa sababu yako. Nenda kaka, naomba utoke. Unielewi? Toka basi. Wewe umekuja hapa ufanye kazi, utafanya kazi gani na mguu wako hivyo ulivyo? Wewe umekuja hapa unataka kazi, utaanza kazi gani ya kufanya? Nenda bwana. Nadia. Vipi unaumwa? Mwanamke wangu kaja kunipiga. Mwanamke wangu mimi? Ndio. Yaani kunizalisha kwa baba yako umeona haitoshi. Umeona mtume kabisa mwanamke wako kaja nipige. Yaani yule mwanamke kaja kukupiga wewe? Ndio, kaja hapa kanitia fujo kanipiga mwili mzima unaniuma hapa. Kaja kukupigia kwangu. Kaja kukupigia kwako. Hivi mwanamke anatakia nini mimi? Okay, sawa. Sio unaenda wapi? Nenda wapi? Yes, ameamua kuanzisha. Sasa kupiga. Sasa kupiga yeye anakuja kwangu anakuja kukupiga. Fresh ngoja. Unaenda wapi sasa? Mobe. Wewe Mobe. Rozi. Jamani. Nini? Mbona kelele tena? Nataka nikuulize hivi. Umepata wapi ujasiri kwenda kumfanyia fujo mwanamke wangu? Kwa hiyo ndo limekutoa huko kwako kote kuja kunipiga makelele hapa kwangu, si ndio? Yaani ujasiri wa kwenda kumpiga mwanamke wangu umepata wapi wewe? Wewe una nini? Unataka nini wewe? Ukijui ninachokitaka. Nini unaongea unabwata hapo na hapa mafaida wa majirani? Kelele kama hizo tukapigia ndani. Wewe sio mtu kupiga makelele kama haya. Kuna kitu mimi nataka nikwambie. Hivi unajua dadangu anapata furaha sana na amani unapokuja kumuona pale nyumbani? Anapata amani na furaha yani kwamba samani sijaelewa. Inamaanisha hivi anafarijika anapokuona ukiwa unakuja kumtembelea. Kwa akiniona pale ndo nafurahi. Yaani anafarijika kiukweli. Unapokuja kumtembelea kule anafarijika, yani moyo wake unakuwa una furaha. Na nilikuwa naomba uwe unakuja kila siku pale kumtembelea ili nimuone dadangu akiwa anarudi katika afya yake ile ya zamani. Sipendi kumuona akiwa pale kitandani. Ni bwana. Sawa, nimekuelewa lakini labda nikwambie kitu kimoja. Mimi na dada yako hatuna mimi sina chuki naye wala sina ugomvi naye. Sema sisi kama binadamu kuna wakati tunakosea, si ndivyo? Lakini sio ile bahati mbaya. Kwa nikuie radhi na pia nilishafika nyumbani nikaomba radhi. Kwa hiyo kuhusiana hilo ombi lako mimi usijali na kuahidi kabisa. Kuanzia leo kila siku haitapita mimi nitakuja nyumbani kumuona. Iwe ni asubuhi ama nikipata muda jioni nitakuja kumuona. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa kwenye hilo. Sawa, nashukuru kwa kunielewa ombi langu. Sawa, karibu.
hapa ndo nyumbani. Ndio kufika karibia hapa nyumbani. Asante, nishapajua. Mama mwingine safi tu mimi nasaidia. Wewe. Yaani wewe kama bahati kukuta katika mazingira haya, au sio bwana? Nisikilize. Mdogo Shababi kaja maskani kanata picha zako, au sio bwana? Hizo picha umekaa kichochoroni na bashi yako mmekumbatiana, au sio? Kuona chukulia poa, au sio? Mimi nahangaika mchizi boti na aso huku na kule na kimbiza na mapanga na kosana na watu kwa ajili yako. Unachukulia poa mwanangu. Hivyo unajua upendo? Unajua mimi naumia kiasi gani kwenye moyo wangu? Oya. Hebu niambie basi. Mimi nakosea nini kwako wewe? Wewe ni chani tu baharia mimi nijue kama mwanangu Mabuto unakosea hiki na hiki mimi nikae sawa nikae kwenye reli. Mimi nakupenda mwanangu ujue. Mimi nahangaika, mimi namnyima mama na mnyima baba kwa ajili yako kwa sababu nakupenda. Hebu niambie uchawi nini? Mabuti, mimi nikwambie tu kweli. Sikupendi na sijawahi kukupenda. Mimi nataka niwe na mwanaume ambaye ninampenda. Yaani hata nikiongozana naye hivi kidogo, sio wewe. Wewe pombe, wewe sigara. Mimi siwezi. Kwa mwanangu unaongea kishujaa kabisa yani, au sio? Kwa hiyo ujasiri kakupa yule mtoto yule pale Beach Boy Kibenteni Kiambi, au sio bwana? Mtoto mdogo tu kwangu yule pale yule. Nina uwezo kumfanya chochote, au sio? Unatekelezi, unavuka mipaka, au sio? Unataka uone wewe mtani wangu msela mchizi bote nisikie nikwambie kitu kimoja, mimi baharia. Tena baharia wa nchi kavu. Katika maisha yangu sijai kufanya umafia. Ila safari nitafanya umafia afu basha yako atakwambia mimi nani. Tulia. Kipenzi. Vipi? Vipi? Mbona kwa hivyo? Hamna, kawaida tu. Kuna shida? Kwema utokako kweli? Kwema. Maana umetoka hapo umewaka kama nini? Umerudi umenywea. Niko nishamaliza. Yaani kikubwa zaidi hata kujaga hapa kufanya vurugu. Kwa safe kwa na amani tu. Unahakika umemwonya? Sio kuongea naye tu, yaani ameingia kwenye mfumo. Nimemwambia asikuzoee. Kwa sasa hivi kuwa na amani kabisa. Sawa. Sasa uko mbali kipenzi. Jamani. Umefanya maamuzi mazuri sana kakaangu. Maana ungechelewa kidogo, sumu ingeendelea kupanda. Alafu tungekata mguu mzima. Sasa tunatakiwa tufanye operation. Na kuna kiasi cha pesa kinahitajika. Ni kiasi gani hicho? 500,000. 500,000? Yeah. Hiyo ni kwa ajili ya kuukata mguu wangu. Jamani. Na kwa matatizo yote ambayo yananikabili, mnahitaji shilingi 500,000 kwa ajili ya kuukata mguu wangu. Sasa hapo mtakuwa mmenisaidia au mmezidi kuniongezea tatizo? Hebu jamani, angalieni jamani. Hali yangu ya kimaisha haiwezi kumudu kiasi kikubwa cha pesa namna hiyo. Nimeshachoshwa na maumivu haya ya mguu.
mpaka anafanya maamuzi ya kuja kukatwa. Hii hali inaniumiza sana. Tafadhali dadangu, hebu angalieni ni namna gani mtanisaidia. Pole sana kakaangu, ila sio mimi. Utaratibu wa hospitali upangwa na serikali. Yaani mnamaanisha kwamba hebu basi hiyo serikali iangalie ni namna gani ya kunisaidia. Iangalie itanisaidia vipi jamani? Hapa hakuna namna tena kakaangu. Kwa maana hiyo, kama nitakosa kiasi hicho cha fedha, nitaendelea kuteseka na haya maumivu. Usiseme hivyo kaka. Mimi natumaini utapona na hiyo hela utaipata. Kama utakopo na chakula kidogo umebakiza, nilikopo naomba walau na mimi nistiri tumbo langu, maana sijapata chochote tangu asubuhi. Hata kama kingekuwa kimebaki nisingekupa. Hapa mjini kila nyumba ina namba, sijui unaelewa? Hapa story tu kula kwenu. Unajua mimi nahangaika vipi mpaka kupata hela ya kula? Alafu nije kuhangaikia dume zima limekaa. Wewe si unyenyue mguu wako ukatafute mwenyewe riziki. Na ukome. Na nikiwa natoka hapa asubuhi kwenda kutafuta riziki, sitaki unitie mikosi asubuhi. Sijui unaelewa? Sura lile linamnyorodoka. Oh, mshamba. Babaria. Wachukuliaje maisha ya kweli? Kwa mwanangu wewe kwa sababu tozi mtoto akishua unachukulia poa au sio? Ya unatembea tunakeza watu na mademo za watu ni hujui kama ude mwa msalama hivi, demo wa mchiziboti unachukulia poa. Nisikilize babu. Nimepata kodi zako mwanangu tena kwa ushahidi wa macho kabisa picha. Nimeonyesha hapo na mchumba wangu nampiga mate, umemkumbatia afu unachukulia baridi maisha ya kweli. Kwa mwanangu tuseme fundi sana kupiga spako na paa kuliko sisi au sio? Nisikilize, hapa umeyakanyaga. Umeyakanyaga mimi chizi mwenzio. Mimi safanya matukio kibao, nishaua, nishakaba au sio bwana? Nishangaja mara kibao. Nishaka mimi ndani ya maji underground siku 15 na nikatoka mzima. Alafu wewe unachukulia poa mwanangu, ile kawaida unachukulia ile hizi au sio? Unapakua tu mademu wa watu. Oya wanangu wewe, mwambieni huyu mwenyewe ni mtu ajanimpoteza kwenye nitamtoa uhai. Mimi chizi masela naambieni. Oho, sikiliza babu. Nakuja kukukanya hii mara ya kwanza na mara ya mwisho. Full stop. Nikisikia tena mwanangu umetembea na demu wangu, mimi nakuzika. Mwanangu mimi nakuzika, mimi dogo mshamba wewe.